Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaendelea tuna mdahalo wetu kuhusiana na mipango kabla ya kifo, mipango ya urithi. Na kabla ya kwenda mapumzikoni, Esther, tulikuwa tunazungumzia hili swala la kuandika wosia. Je, umekumbana na hali ambapo mjane aliachwa na wosia, kulikuwa na will, lakini bado akapata changamoto za kuweza kupata mali ya mume ama mke wake ama kuweza kuwasaidia watoto? Ndio wako na ni wengi sana, na ni kama napata hizo kesi kila siku, kwa bwana alikuwa amejipanga, ameandika will, lakini anapoaga familia inakataa. So ya kwanza huwa nasema manafanya kitu ya kwanza, we mama umekuja, alikuwa ameandika will, natafuta wakili, kwa sababu mwenye anakuja unapata hawezi lipa wakili, hana hiyo pesa. Lakini kuna shirika inaitwa FIDA Kenya. Huwa tunafanya kazi pamoja na hao, naweza kupiga simu na naelezea kuwa niko na mjane hapa, bwana yake alikuwa ameandika will na familia haitabui, wameanza kufurusha huyo mama nje. Kitu ya kwanza FIDA Kenya ufanya, huita huyo mama na anaambiwa abebe evidence yote ya kuonyeshana pia bwana alikuwa ameandika will. Na mama anapoenda kwa hizo ofisi anaweza kupata wakili, na hao wakili wao watulipishi, wanatusaidia na wanaweza kufuatilia huyu mama anaweza saidika aje, ndio hii mali ya bwana yake isipotelee. Sasa unapata wanatusaidia, huyu mama unapata amerudishiwa mali yake. Kama ni kotini, wanaenda wana appeal, wanaendelea na kesi, na huyo mama anakuwa ako settled sasa. Kama mimi ni mmoja wa wale hawakupata haki, na hiyo FIDA Kenya kwanza imenisaidia, kwa sababu my husband alipoaga, mume wangu ni wale madereva 7 waliuawa wa taxi Kawangware, na waliuawa pamoja. Kwa sababu vile waliuawa pamoja, sisi tulikuwa wajana wadogo, na ni pahali popote tu tungeelekezwa ndio tulikuwa tunaenda. Na kukawa na shirika moja ikachukua hiyo kesi yetu, na ikawa hiyo kesi imeendelea kotini. Na mimi kama mjane juu sikuwa najua haki, na niko na wakili. So wakili alikuwa na baki na dokumenti zote, mimi nabaki bila kitu. Kwa hivyo mimi ile kitu nilikuwa najua tu nikuitwa siku ya koti, naenda kotini tukiwa na wenzangu. So sikuwa tunaweza kujua haki yetu ni gani, ninafaa kufanya nini. Sikuwa na mtu wa kujishika mkono. Ambapo tukaenda hiyo kesi kutoka 2010 hadi 2016. Ikawa kesi imetupiliwa mbali. Ilipotupiliwa mbali, sina mtu wa kunishika mkono. Sisi wajane samba tukaachwa hivyo, kesi ikapotelea hivyo. Tulikuwa tunatarajia hapo awali tutakuja kupata malipo kutoka kwa serikali. Kutoka hapo ndio nikachukua ndio nirudi kujua kumbe kuna shirika huwa wanasaidia watu na mawakili bila kulipa. Na wanakupeleka vizuri hadi unapata haki yako. Nikaendelea hivyo. Kuna shamba nilinunua after my husband kukufa 2013. Sikujua shamba kama hauna title deed ufai kumalizia pesa zote ukinunua. So mimi nikinunua nililipa pesa zote bila title deed 2013. Kukaa hiyo shamba ilikuwa ya familia, so wako wamefanya succession. Sasa familia ndio ifanye succession, mwenye kuniuzia kaaga. Niko na hii machozi ya bwana yangu, huyu naye ameaga, mwenye ameniuzia shamba, tumekaa hivyo. Familia ikaanza kwenda succession bila mimi kujua. Nikienda hapa na shindwa hivi. Ndio nilirudi kujua kuna shirika naitwa FIDA Kenya. Nikaenda huko na dokumenti nilikuwa nazo za wakili zenye nilikuwa tumenunua na nazo. Wakaweza kunisaidia. Kwa hivyo kuna mashirika ambapo unaelekeza wajane. Labda mawakili mnaweza kutueleza kwa nini hizi wosia, hizi will huwa sio hakikisho kwamba utapata mali ambayo ilikuwa imetengwa kwa mke na watoto ama mume na watoto? Ilham. Naam, wacha niangazie. Kuna ile wasia yenye imeandikwa kidini ya Kiislamu na kuna wasia yenye huandikwa katika sharia za mirathi za Kenya. So ukiangazia katika swala la mirathi ya Kiislamu, unaambiwa ni thuluthi moja peke yake yenye inaweza wekwa katika wasia.
Kwa hivyo kama mtu ni Muislamu ajue kuwa kama anaweka wasia lazima aweke wasia katika thuluthi moja peke yake ya ile mali yote yenye kunayo. Ile mali iliyosalia lazima iende iangaliwe katika sheria ya Kiislamu. Ambapo unaona ni kitu yenye nchi yetu ya Kenya ime-recognize. Na msingi wake ni Qur'an. Kwa hivyo ile Qur'an already kuna mirathi yenye imewekwa jinsi gani wajane na watoto wanaweza kufaidika. Na ukiangalia katika sheria ya Kenya, mirathi ya sheria ya Kenya, utapata kuwa mambo ya wasia mtu anaweza kuandika, lakini iwapo kuna wale wenye wanafaa kurithi na hawakuwekwa pale, wao pia wako na haki ya kwenda kotini na kupinga ile wili yenye imeandikwa hiyo wasia. Kwa hivyo iwapo mtu ataamua katika kuplan ile mirathi yake, lazima azingatie zile kanuni zilizoko. Kama ni wasia, lazima uhakikishe kuwa wale warithi wako wote wamewekwa pale na kila mtu anapata haki yake, ama kama kuna mtu yoyote mwenye anakutegemea pia yeye ako na haki ya kuwekwa katika will. Ama pia kipenge cha 26 katika sheria zetu za urithi inasema mtu yoyote mwenye anaweza kutoa ushahidi kwamba yeye alikuwa akimtegemea mwenye amefariki ako na haki ya kwenda mbele ya court na kupinga hiyo ugavi kupitia wasia. Wakili Mwai, kuna jambo ambalo lilitajwa na Mwananchi nadhani kutoka kaunti ya Samburu na pia limejirudia hapa kwamba kuna kuwa na ile wasia ambayo imeandikwa na kuna yule ambaye amechaguliwa kuwa administrator, lakini mara nyingi utapata kuna kuwa na mzozo. Kuna mmoja hapa Katana kutoka Kikambala anasema baba alimwandika urathi kwa kaka yetu mkubwa na wote walikufa kwa ajali siku moja. Je, tuanzie wapi? Kuna mwingine ambaye anasema kuna ndugu yao ambaye aliwekwa kama administrator lakini anakosa kuwagawia wale wenzake urithi. Katika misingi hii ni vipi ambavyo watu wanaweza kusaidika? Kwanza nadhani umetaja mambo mawili. Kwanza wasia umeandikwa na kuna yule ambaye ameteuliwa kwa hiyo wasia asimamie mali ya mwenda zake. Ifanyike kwamba ameaga. Sheria inaangazia jambo hilo kwamba ukiaga huyu ambaye ameteuliwa either aage ama akatae kusimamia, koti ina nguvu. Kwa hivyo lazima mtaelekea tu kotini. Koti ichague ama iteue mwingine katika familia hiyo. Kwa hivyo itatumia zile sheria ama zile kanuni za kuchagua mwenye yule ambaye anasimamia mali kulingana na orodha ambayo imewekwa kwa sheria. Jambo la pili, amekataa. Amechaguliwa na amekataa, si kukataa kugawa, si kukataa kuchukua hiyo jukumu, amekataa kugawa. Kama amekataa kugawa, bado mnarudi kotini, mnamshtaki, mnasema amekataa sign zile documents ama kutia sahihi kwa zile documents ambazo zinafaa ili watu wapatiwe kile ambacho wanafaa. Bado koti inaweza mshurutisha, ama akikataa koti iseme basi umepatiwa siku fulani, usipotia kidole basi koti itateua afisa wa koti kutia kidole kwa hizo stakabadhi. Naam. Susan, kuna swali lingine hapa. Kuna wengi ambao wanauliza, kuna wengi wanaona kama haya mazungumzo ni ya watu wa kiwango fulani. Je, ni nani ambaye anaweza kupata kama hii life insurance policy ama trust fund, na ni kiwango gani cha chini zaidi ambacho Mkenya wa kawaida leo hii anayetazama na anataka kufanya hivyo anaweza kufungua kitu kama hicho ama kuweka mikakati kama hiyo? Unapata watu wengi wana shy off from insurance na pia hizi trust fund kwa sababu kuna hiyo mafikira ya hii ni ya watu wako na mali mingi, lakini tumeweka very good products hapa Britam ya ku make sure
kama wewe pengine hauna constant income ile inakuja kila mwezi, lakini unaweza afford maybe kama 1,000, tunaweza kukuwekea policy na uweze kuwa unaiweka polepole. Si lazima hata uweke kila mwezi. So tumejaribu kutafuta products ambazo zinashughulikia watu wengi, kwa sababu huku Kenya majority ya watu ni wale low income. Kwa hivyo lazima tushuhudie pia watu kama hao wana hiyo income kidogo. Na for trust funds pia unapata tumeanzia kufungulishia watu trust funds na 5,000 peke yake. Kwa hivyo kama wewe huwezi maybe kuwa na mali mingi, hauna ardhi, lakini uko na policy ambayo maybe inafaa kulipwa 1,500 au 1,200 hata 1,100, na uko na watoto ambao unataka hao ndio waweze kusaidika na hiyo ambayo unaweka. Sisi kama Britam tutakusaidia kama uko na policy, na sisi in fact tutakwambia si lazima uweke pesa at that point. Hiyo policy yako itasimamia kama ndio mali ambayo tunaweza kuipata baadaye. So inasaidia watu wengi kufeel ni kama wameshughulikiwa at the same time. Sisi kama trustee kazi yetu ni moja tu. Tunasimama hapo katikati ensure kama mimi siko na niko na mtoto ambaye ako shule, tutasomesha huyo mtoto. Na kile tunafanya ni atulipi pesa kwa mtu mwingine kwenda kulipia mtoto wako shule. Hiyo pesa inatoka from hiyo trust fund account yenyewe ile ambayo ilifunguliwa, tunalipa kwa shule. So that unapata kama ni mtoto hakuna pesa yake inatumiwa kwa mambo ingine. Pengine tulipe maybe guardian ule ulikuwa umechagua ama ule mtu tunaimuita nominee. Achukue hiyo pesa, aitishe 1,100 apeleke mtoto shule ya 20,000, hiyo ingine imebaki 80 inakuwa matumizi yake. Lakini sasa ukiwa na trust fund, uko na hiyo policy, uko na trust fund yenyewe sasa ndio beneficiary, na trust fund yenyewe inasema mtoto ndio atashughulikiwa, italipia school fees, italipia medical, italipia even hata matumizi yake. Tuna make sure tunasimamia hapo katikati, hakuna mtu anaweza badilisha. Hata watu wanasema wajomba watakuja wachukue hiyo mali wafanye vitu vingine. Sasa sisi kama Britam ni wasimamizi wa make sure hiyo mali itatumika kwa mtoto wako peke yake. Na akifikisha ile umri amemaliza for instance university, yeye mwenyewe tutamuita, sasa tupatie akaunti yako, hii ndio ile balance imebaki. Na watu wengi pia wanauliza, na hiyo pesa mnakaa nayo kwa trust fund, ni nini mnafanya nayo? So what we do is tunaendelea invest. Unapata wakati kama hii mwaka tumepatiana return mzuri, ile ina make sure pesa inarudi 14% per annum. Ni ile pesa ina make sure nimeweka hii pesa hapa, imekuwa invested. Hata kama tumelipa school fees, most of the time maybe half of hiyo amount tumelipa imerudi kwa hiyo trust fund yenyewe. So mtoto wako akifikisha ile umri anafaa 18 and above, anakuja anapatiwa mali yake na anaitumia vilivyo. Yeah. Na kwa misingi kama ile ambayo tumezungumzia na wakili, wakati ambapo wazazi wote wamefariki ama yule ambaye alikuwa ameandikisha hii policy ama hii trust fund pamoja na yule ambaye alikuwa amewekwa kama nominee amefariki, ni vipi ambavyo mnafahamu kwamba hapa kuna pengo na kuna watoto ambao walikuwa wanapaswa kutunzwa? Yeah. Kwa policy yenyewe huwa tuna notice, kwa sababu ya tunaona maybe hakuna ile premium inaingia kila mwezi. Maybe tunaona imeacha kukuja, lazima sasa tuanze kufuatilia. Tunapata huyu mteja, tutajaribu kumfikia, tusipompata sasa tutaenda kwa ule mtu alikuwa amechagua kama guardian wa huyo mtoto. So tukitafuta hivyo inakuwa rahisi sana for sisi kuweza kujua ni nani ambaye anakaa na huyu mtoto. So hivyo inamaanisha kama ni wewe ndio unakaa na huyu mtoto, tutaendelea kuweka hii pesa, tunaendelea kuinvest, inaweza kukua, and at the same time tunaweza sasa kulipia school fees, na tunajua ni wapi. Sisi kama Britam Trustee kazi yetu ni make sure tunaenda tunaangalia huyu mtoto ni yeye tunalipia shule. Sababu unapata trustee pia kuna jukumu ya kuhakikisha pesa haijatumiwa kwa njia nyingine ama haijalipwa pale pengine kimakosa. Kwa sababu kama trustee, if that happens, wewe mwenyewe ndio unafaa kurudisha hiyo pesa mahali ilipotea. You don't even go to a court of law. According to hii tunaita the Trustees Act, wewe ndio uko na hiyo jukumu la make sure pesa zinatumika vilivyo. Yeah. Na awali tuzungumzia masuala ya kuaminiana, na
kuna wakati mwingine ambapo tunasikia huku nchi kwamba ukiwa unachukua kwa mfano kama life insurance policy kwamba mume wako ama mke wako asijue, kwa sababu huenda akijua na anajua kwamba yeye ndio atafaidi, huenda akakuondoa, akahakikisha kwamba wewe si marehemu mtarajiwa, unakuwa marehemu haraka zaidi ili aweze kupata hizi fedha. Hapo mnahakikisha vipi kwamba mtu ambaye ana njama kama hiyo kwamba hata faidi ama mtu mwingine ambaye atachukua life insurance policy ya mtu fulani alafu baadaye ndiye afanye njama ya kumua? Nadhani pia mawakili wanaweza kuchangia kwa hilo. Mnahakikisha vipi kwamba hakuna uhalifu wa aina hiyo? Hata ambapo mteja anataka kuja kununua policy, lazima tuchunguze pia maybe kama source of fund yako inatoka wapi. Tunaweza kuongelesha na tuone, most of the time kama uko na mtoto ambaye ako shule, wazazi wengi si wengi watakuwa na vitu kama hivyo, but unapata mara mingi, hata in fact nilikuwa naambia wenzangu hapa, unapata kwa hii industry yetu sana sana wanaume wanaweka bibi zao kama nominee. Lakini ikikuja sasa ni hii side nyingine ya wanawake, tunakuwa na tunakuanga na some other ways of putting things. So tunaweka maybe mama, unapata ni ndugu yako. So utapata already ukiona mtu ako na hiyo shida, pengine unaona ni kama kuna uaminifu hauko hapo, tunamuadvise. Kama uko na hiyo suspicion ama unaogopa kuchukua hii policy kwa sababu unaona ni kama hauna ule mtu unaweza amini, tunakuadvise basi fungua eka trust fund. Wacha hiyo trust fund yenyewe iwe ndio ita receive hizo pesa in case kuna mtu ameaga, hiyo pesa itaenda kwa hiyo trust fund na itaweza kuprovide for watoto wako. So unapata kwa hiyo trust fund, hata kama ni mimi nilikuwa nominee ama guardian wa mtoto wako, hata nikikuua sitaweza kupokea hiyo pesa, sitaweza kuitumia for my own needs, because ule mwenye alifungua ameandika hii pesa ni ya masomo peke yake na maybe kupeleka mtoto shule na matumizi yake ya kila siku. So unapata umefungwa, kwa kizungu tunaita ring fence. Umeweka njia za ku make sure you will not use pesa ya mtoto for your own needs. Na pia hautaweza kuua mtu mwingine ili uweze kufaidika na hiyo insurance. So tuko na pia investigators wetu hapa na pale. In the event tunaona kunaweza kuwa na scenario kama hiyo, tunawasaidia sana, especially the single mothers. Hii trust fund imewasaidia sana because kuna mtu ambaye anasimamia mtoto wako, ana make sure hii pesa inalipiwa shule ya mtoto wako peke yake na kuna mtu mwingine. So even as unaendelea kufanya kazi yako, unang'ang'ana kazini, unaamka mapema, uko na hiyo amani na uko na hiyo peace of mind ya mtoto wako ata-receive hii masomo ambayo wewe mwenyewe unataka kuwe nayo. Mawakili, sio kama mnataka kuongezea, kuna uchunguzi fulani ambao mnafanya hata wakati ambapo kuna will ama wosia ambao umeandikwa kabla ya hii mali kugawanywa. Kama mawakili mnasaidia vipi kuhakikisha kwamba hakukuwa na ile mnaita kwa kimombo foul play katika kifo cha mtu? Hususan huwa lazima tuulize ilikuwa vipi, ama kama ni swala la kurithi lazima watuambie warithi wote ni kina nani. Lakini ukiangazia masuala ya trust vile mwenzangu amesema, wako na mikakati yao katika ile trust. Iwapo mtu atapanga kuwa ataandika trust na sio wasia, lazima iandikwe kwa ni mtu fulani ndo atanisimamia. Lau huyo mtu ndo atakuwa amemuua mwenzake, sasa wale trustees ama wenye wamewekwa pale kuprotect na kuthibitisha kuwa ile mali itakuwa protected, ndo wako na wale investigators. Sisi kama wakili, hiyo itakuwa ni gharama nyingine, unless sasa utaenda kwa mashirika kama kina FIDA. Ndio. Na mimi pia ni mmoja wa FIDA, kwa hivyo huwa tunasaidia wakina mama. Mimi nitaongeza kitu. Sheria zetu, sheria za urithi, kipengele na 96 inasema kwamba ukimuua, tuseme umuue bibi ama bwana, hauna haki ya kurithi mali yake. Kwa hivyo pia hiyo, hata kama pengine pesa zinafaa zilipwe, maybe pengine watoto ama pia wale
guardians ambao watawekwa, wanaweza simamisha ugawi kama huo ama urithi kama huo kwa njia kama hiyo. Na labda niulize swali la kizushi. Ni kwa nini Wakenya na hasa Waafrika wana uoga wa kuweka mipangilio kama hiyo, Esther? Kwa sababu wanajua bibi ama bwana akijua uko na mali mingi atatafuta kila njia ya kukuondoa ndio aweze kulidi hiyo mali. Lakini kwa nini unaenda unaoa ama unaolewa na mtu ambaye humwamini? Sasa inakuanga trust inakosa hapo kwa sababu umetafuta hiyo mali pamoja. Sasa wewe umeanza kuwa na tamaa. Hiyo tamaa ndio ufanya bibi anaua bwana ama bwana anaua bibi. Ndio hii mali ibaki iwe yake peke yake. Ndio maana. Wakili, kwa nini huwa tuna uoga? Tunasema Mungu atatulinda, hakuna haja ya kufanya mipangilio. Ni kama ukiweka hii mipangilio ni kama sasa unakitafuta hichi kifo. Naweza kusema kuna baadhi ya sababu. Ya kwanza ni ile ya kimila na taasubi zetu zenye tunasema mimi nikisha kuandika basi ndio nishajiandikia kifo changu. Alafu kuna ile pengine unataka kuandika lakini alafu umesikia pengine kwa Citizen jana kuna mtu alikuwa ameacha mali yake na kauliwa. So unasema nisije nikakuwa mimi ndio nitamfuata mwenzangu. Au pia umeweka ile nadhiri kwa utaweka watoto wako, unapata umewaeka, umewasajili, alafu kesho kutwa wanakufukuza nyumba yako. So kuna zile wasiwasi na ndio pengine hiyo issue ya trust ama ile kugift. Ukigift mtoto ukimpatia ile mali kabla ufe, pengine mtu anaweza kuandika jina lake na mtoto. Ama na waandike joint tenancy, waandike jina lake na mkewe maybe na watoto kama hawataki kuangalia ile swala la trust. Wakili Mwai, ni nini ambacho kinapaswa kuwepo kwenye wosia? Na hii wosia ukiandika tuseme ukiwa na miaka 30 unaweza kuibadilisha ukifika miaka 50, ama watoto wanaweza kukosea uamue waondoe kabisa kwenye wosia? Ni misingi gani ambayo huwa inapaswa kuangaliwa wakati ambapo mtu anaandika wosia, na anaiandika na nani? Anaiandika kivyake, anaiweka kwenye drawer, anasubiri, ama inapaswa kupelekwa mahali fulani? Wosia iko na misingi. Na misingi hii ni kadhaa. Ya kwanza ni lazima ukue yule ambaye anaandika, lazima idhibitishwe kwamba alikuwa na akili timamu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama amehakikisha hiyo alikuwa na, tuseme tumeenda koti, tuko na wosia, sasa ndio tunajaribu kuhakikisha kwamba ni iko sawa. Lazima tuhakikishe kwamba kama tudhibitishie koti kwamba alikuwa na akili timamu, aliandika bila kushurutishwa na mtu yoyote, asikosea, asiongeze vitu kama hivyo. Kwa hivyo hakushurutishwa. Jambo la tatu, lazima tuhakikishie koti kwamba mali ambayo imetajwa kwa ile wosia inaeleweka, kwamba usiseme ni shamba, mashamba yangu yote. Kwa kawaida watu huandika hivyo, lakini inaleta shida. Lakini vile ambavyo unafaa kuandika, unafaa kuziorodhesha. Kama shamba iko na title, uandike title number, nini na nini unasema, alafu pia uhakikishie koti unampa nani. Kwa hivyo hiyo inasaidia wosia isipingwe kotini. Alafu jambo lingine pia lazima ikue hiyo ndio ilikuwa wosia yako ama maandiko yako ya mwisho. Hakuna wosia mwingine. Kukiwa na hiyo, kutokelezea kwamba kuna watu wawili, kama kuna kesi ambayo ilikuwa kotini ambayo wosia ziletwa mbili. Kwa hivyo hapo koti inasema either wahakikishe moja ndio iko halali ama zote ziondolewe. Koti iendelee na sheria za kugawa mali bila wosia. So, kwa hivyo akili timamu, maandishi yawe ya mwisho, haukuandika kwa kushurutishwa. Alafu pia tunaingilia washahidi wa wosia. Lazima wawe washahidi, tunawaita
independent, hawakuwa na wanaegemea upande wowote. Na pia hawafai kuwa wanagawa hiyo mali ama wawe ni miongoni mwa wale ambao watafaidi. Ama wasiwe bibi ama bwana za wanaofaidi kwa hiyo mali. Kwa hivyo na ikiwa mmoja wao alikuwa mtoto ama bibi, lazima kuwe na mwingine wa kumsimamia, wengine wawili. Kwa hivyo kuna mikakati kama hiyo koti inaangalia ili iweze kusimamisha ama kuondoa wosia. Hebu niseme baadhi ya jumbe ambazo ziko hapa. Kuna mmoja anasema, I have an issue where dad passed away. Nipo Unity na school fees. There is a land ambayo baba alikuwa ameacha, ndugu ya babangu anakataa nayo. Kisa na maana tumezaliwa wasichana. What can I do? Nadhani hilo ni kwa mawakili. La kwanza kama tulivyoangazia ni kuangalia kama ako na kile cheti cha marehemu kenye kimesajiliwa, death certificate, na pengine kama anajua hizo ploti, kama ako na stakabadhi zake. Lau kama hana, anaweza kuomba usaidizi hata kama ni kwa police station ama ni kwa chief, ili aweze kupata hizo stakabadhi ndio aanze kuanzisha kesi. Naam. Na pengine amesema anasoma, so nataraji pengine hana uwezo wa kusimamisha kesi. Shirika kama FIDA wanasaidia, na pengine naweza kupeana namba yao 0800 720 wanaweza kupiga simu na watasaidiwa popote pale walipo Kenya. Hebu irudie tena 0800 720 501. Yes. So wanaweza kupiga wakati wowote na wakapatiwa uongozi. Kuna swali lingine hapa. Wakati ambapo kuna mmoja ambaye anauliza anasema kama ni bibi ama yani nyanya ama babu alikuwa na mali, alikuwa na watoto na wajukuu, na watoto wote wakafariki, lakini mali ipo, lakini stakabadhi zote bado ziko na jina la yule wa kwanza. Hii mali inawezaje kuwafikia wale wajukuu? Ukisema wa kwanza, yule nyanya ama yule mtoto aliyerithi? Yule nyanya ama babu ambaye ndo alikuwa na mali kwanza. Naam. Itabidi mwanzo wachukue barua kwa chief kuidhinisha ni kina nani ndio warithi wa marehemu. Kama hakuna watoto wote, then wale wajukuu ndio wako na haki ya kwanza kurithi mali ya marehemu nyanya yao. Kwa hivyo barua ya chief itaandika wale warithi ni kina nani, alafu waambatanishe na ile death certificate pamoja na stakabadhi zenye zinaonyesha mali ya marehemu. Naam. Wacha niangalie swali lingine hapa. Serikali na jamii ina jukumu lolote, na hili ni kwenu nyote, la kubadili ile fikra au dhana kuwa ukiweka mipangilio ama ukionekana kama unaweka mipangilio ya kifo ni mwiko? Kuna mchango ambao serikali inaweza weka na jamii kwa jumla, Esther? Ndio, inaweza weka ikiwekwa sheria. Hiyo sheria ikiwa ni sheria imepitizwa kuwa mimi kama Esther niko na mali yangu, na hii mali yangu mwenye anaweza gawa ni watoto wangu, hata sister yangu kando. Kwa sababu ikishaweka sheria, hakuna mwenye atapita sheria. Na ukipita sheria utakuwa umekosea. Mimi naona sheria ndio tu inaweza tusaidia, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi nikiweka haitaweza. Nafikiri sheria pia inasaidia watu pia kujaribu kuset up hizi mambo ya trust. Unapata kama ukiweka hiyo trust, umeifungua and uweze kutransfer mali yako hapo, kuna zile taxes ambazo wamesema hizi hautalipa. So tumeiona ni kama ni incentive ya kuweza kufanya watu wengi waone ni kama hii ni mambo ya muhimu sana. Ni unapata kama naweza kutransfer na hizi taxes ambao kama stamp duty sitalipa, hii ya capital gains tax also zote zimekuwa exempt. So inasaidia watu wengi kuona ni kama hiki ni kitu kizuri. So ni zile incentive pia ziko kwa
government imelete ku make sure that a lot more people wanachukua hizi trust so that wache kuenda koti kila wakati. Mtu amekufa, unapata lazima tuende koti in order tuweze kuwa na hiyo discussion. So inasaidia sana kwa sababu unapata kama ni mimi mwenye hii mali na nimeamua kuitransfer kwa hii trust, bado mimi mwenyewe niko na access na hii mali. Naweza chukua hiyo kama ni ardhi na jenga hapo, naeka shamba yangu, nafanya vitu vyote vyenye nataka na ila nikiaga bado kuna watu wa familia yangu ambayo niliwaname kwa hiyo trust. Nimesema huyu ndio atakaye ridhi mali. Hatuendi koti again ati for koti nao kumake hiyo uamuzi. So unapata kuna a lot of savings and that's why I think pia kuna hiyo notion watu wanasema hizi ni trust ni za wale watu matajiri. Ni kwa sababu ya hiyo au wenyewe wanaona the value. Nita transfer hii mali yangu hapa na kuna hizi taxes zenye hakuna mtu atalipa. Watoto wangu hawatalipa, mimi mwenyewe silipi. Kwa hivyo inatusaidia sisi sote. Yeah. Na trust fund ina kuwezesha kuhakikisha kwamba iwapo mke au mume ataoa tena na kupata watoto wengine, hao watoto pia watafaidi na watoto wako, utakuwa na labda uwezo fulani hata kama umelala. So I think ukiset up hizi trust kile kinategemea na vile itakuwa administered, ni vile wewe mwenyewe uliandika. So na wewe ndio uko na hiyo nguvu ya kusema hii mali ni ya mimi na watoto wangu ambao tutakaozaa mimi na mume wangu ama wale wako katika bloodline. Inamaanisha let's say huyu mume wangu ende apate mtu mwingine, inamaanisha huyu mtoto for instance kama ni mimi mwenyewe nilitengeneza hiyo trust, hawezi ongeza watu wako after that. So inashughulikia tu wale ambao nimename na nimeweka mpaka criteria. Kile inanifurahisha ni kuwa naweka criteria ya kusema apart from hao watoto wangu wako hai leo, hata watoto wakipata watoto wao watakuwa bado beneficiaries ambao watarithi. So inaweka hiyo ile tunaita generational wealth because inatoka kwangu, wajukuu, inaenda kwa great grandchildren. Na inasaidia because hatuendi koti again kila saa tunaenda kudiscuss mambo ya urithi nini. Already wewe umeshatengeneza trust deed yako ambayo inaongea vile mali yako itakao rithi na au watoto wako watafaidika kiaje. Naam, mtazamaji, tunaendelea na mdahalo wetu kuhusiana na mipango ya urithi, mipango kabla ya kifo. Nambari ya rafa ni 22422 ya kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli sema na Citizen. Tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi.